Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema akizungumza kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa Instagram amemjibu vikali mwanasiasa na mchambuzi Habib Mchange kufuatia tuhuma nzito alizozitoa hivi karibuni katika mahojiano ya vyombo vya habari, akidai kuwa kiongozi huyo mwandamizi wa upinzani amepokea kiasi cha shilingi milioni 2 kutoka kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM ili kufanikisha ajenda za kisiasa. Godbless Lema ameeleza kuwa madai hayo ni dhihirisho la ukosefu mkubwa wa ubunifu katika kutengeneza propaganda za kisiasa ambazo zimeshindwa kabisa kuleta ushawishi au uzito wowote mbele ya jamii ya Watanzania inayofuatilia mienendo ya viongozi wao. Kiongozi huyo amebainisha kuwa kiasi hicho cha fedha kilichotajwa ni kidogo mno kulinganisha na hadhi, nafasi yake na gharama za kawaida za maisha ya kifamilia yake, akiongeza kuwa hata mke wake Neema Lema amejikuta akicheka sana baada ya kusikiliza simulizi hiyo ambayo haina uhalisi wala mashiko katika medali za ushindani wa kisiasa nchini. Hatua hii ya Godbless Lema kujibu kwa njia ya dhihaka na dharau inaonyesha namna wanasiasa waandamizi wanavyokabiliana na mikakati ya uchafuzi wa majina mtandaoni, huku wakijaribu kuonyesha umma kuwa tuhuma hizo hazina nguvu ya kuwatafakarisha au kuwatoa kwenye mstari wa mapambano ya kidemokrasia. Uchambuzi wa mzozo huu unaonyesha jinsi ambavyo tanzia ya siasa nchini Tanzania inavyozidi kutawaliwa na vita vya maneno na majaribio ya kushusha dhamana ya viongozi kupitia propaganda za kifedha, ambazo tuhuma za kununuliwa kwa kudumu kwa kusaliti harakati zimekuwa silaha ya kawaida katika uwanja wa ushawishi. Godbless Lema amemtaka Habib Mchange kuacha tabia hiyo ambayo ameifananisha na uduanzi, akifafanua kuwa uzunzi huo umekuwa mkubwa kiasi cha kusababisha jamii ya watu wa mkoa wa Kilimanjaro, hususan eneo la Machame, kuingia katika taharuki ya kuitisha kikao cha dharura kujadili uongo huo uliosambazwa hadharani kwenye majukwaa ya habari. Kiongozi huyo wa Chadema ameshauri kuwa nyakati zijazo wale wanaojaribu kuunda athiti za namna hizo wanapaswa kupandisha viwango vya takwimu na kutaja hata kiasi cha shilingi bilioni 2 au fedha za kigeni kama vile dola za Marekani, ili angalau maneno hayo ipate mvuto na kuleta mshtuko unaostahili kwa kuwasikilizaji, kuliko kutaja kiasi hicho ambacho kinaonekana kama bajeti mdogo ya chakula cha asubuhi au fedha ya kusafirisha viatu kwa fundi. Mienendo hii ya kisiasa inadhihirisha mpasuko na ushindani mkubwa uliopo kati ya viongozi wa vyama vya upinzani na wanaharakati mbalimbali, ambapo majukwaa ya kidijitali yametumika kama uwanja mkuu wa kujihami na kushambuliana ili kulinda hadhi mbele ya wafuasi walio kwenye mitandao ya kijamii. Kitendo cha kuwepo kwa madai ya mara kwa mara kuwa viongozi wa Chadema, akiwemo aliyekuwa mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, wanajihusisha na upokeaji wa fedha za siri kutoka serikali, kimekuwa kikijitajwa na mashabiki na wa upinzani kama mkakati uliofeli wa kujaribu kuleta migogoro ya ndani na kupunguza uaminifu wa wananchi kwa viongozi wao katika kipindi hiki cha kuelekea michakato mikubwa ya kidemokrasia. Hata hivyo, upande wa pili unashikilia kuwa kuna haja ya kuwepo kwa uchunguzi makini wa maadili
pale viongozi wanapotuhumiwa, ingawa mjadala wa sasa umeyeyuka na kujikita zaidi kwenye kucheka na kupuuza mbinu hizo zinazoonekana kuwa za kizamani na zilizoendeana na kasi ya uelewa wa kisiasa wa sasa wa kidijitali wa wananchi. Mjadala huu unatajwa ama unaacha hatari kubwa katika mtazamo wa umma kuhusu uadilifu wa mwanasiasa ama kisiasa kwa ujumla, kwani unaleta picha ya jinsi rasilimali fedha vinavyochukuliwa kama chombo kikuu cha ushawishi au usaliti wa kisiasa Tanzania, ambapo maadili yanapaswa kulindwa kwa nguvu zote. Wafuasi wengi wa mabadiliko wamejitokeza kuonyesha mshikamano wao kwa Godbless Lema kupitia maoni mbalimbali mtandaoni, wakisisitiza kuwa uaminifu wa viongozi hauwezi kuuzwa kwa gharama mdogo, na kwamba wataendelea kuwaunga mkono kupitia michango yao ya hiari ili kuhakikisha chama kinabaki imara bila kutegemea mifumo ya nje inayoweza kuingiza mamluki. Malumbano haya yanaangazia pia umuhimu wa viongozi wa umma kuwa waangalifu na kauli zao katika mikutano na mahojiano ya vyombo vya habari ili kuepuka kesi za kisheria na au upotezaji wa sifa za kijamii, huku Godbless Lema akihitimisha kuwa uwezi na kujibu safari hii ili kuweka kumbukumbu sawa, lakini mara nyingi atakuwa na muda wa kupoteza kwenye mambo yanayokosa ubunifu wa kisiasa na kuonekana kama ujeshi wa kawaida mbele ya vyombo vya habari. Ukuaji wa teknolojia na mitandao ya kijamii nchini umeleta changamoto mpya, ambapo habari za uongo na propaganda zinaweza kusambaa kwa haraka sana kabla ya ukweli kubainika, jambo linalolazimu viongozi kama Godbless Lema kuwa wepesi wa kutoa ufafanuzi ili kulinda taswira ya taasisi zao. Habib Mchange, ambaye amekuwa akijihusisha na uchambuzi wa masuala ya kisiasa, amejikuta kwenye rumu kubwa ya ukosoaji kutoka kwa wanachama wa Chadema wanaomshutumu kwa kutumiwa na mfumo wa tawala kudhoofisha harakati za ukombozi wa kidemokrasia na jamii nchini. Mvutano huu wa maneno unadhihirisha wazi kuwa siasa za sasa zimehama kutoka kwenye majukwaa ya mikutano ya hadhara pekee na kuingia kwenye ulimwengu wa kidijitali, ambapo kila sekunde inahusisha mapambano ya kulinda kura na uaminifu wa wananchi, ambao ndio msingi mkuu wa nguvu za kisiasa. Kutokana na hali hiyo, jamii inazidi kuhimizwa kuwa na uwezo wa kupambanua taarifa mbalimbali zinazochapishwa mtandaoni ili kuizuia taharuki zisizo na msingi zinazoweza kupoteza mwelekeo wa jamii ya kitaifa kuhusu maendeleo, uchumi na ustawi wa wananchi kama kawaida. Godbless Lema ametumia nafasi hiyo kuonyesha kuwa rasilimali za chama chake zinatokana na nguvu ya umma na uzalendo wa wanachama wao, na si kwa kupitia ruzuku au misaada ya siri kutoka kwa mahasibu wao wa kisiasa, jambo ambalo limekuwa likitumiwa kuleta mgawanyiko. Hatua hii imeleta taswira mpya ya jinsi viongozi wa upinzani walivyojipanga kukabili dhoruba zote za kisiasa zitakazojitokeza, huku wakisisitiza mshikamano dhabiti wa ndani ambao ndio utakaowezesha kufika malengo ya kiutawala na kuishinda katika chaguzi zijazo. Mwisho kabisa, mvutano huu kati ya Godbless Lema na Habib Mchange unaashiria mwanzo wa msimu mpya wa malumbano makali ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo kila mwanasiasa atalazimika kuwa na hoja zenye mashiko na ubunifu wa hali ya juu ili kuweka wazi na kuleta kushawishi umma uliokubikwa na changamoto mbalimbali za kimaisha. Wananchi wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu kuona kwamba
ama kuona kama Abiy Mchange atajitokeza tena hadharani kutoa ushahidi wa nyaraka au ushahidi mwingine wowote wa kifedha unaounga mkono madai yake ya shilingi milioni 2 dhidi ya Lema, au kama utakaa kimya na kuruhusu dhihaka ya kiongozi huyo wa Chadema iendelee kutawala anga za mitandao ya kijamii na vyombo vya habari nchini.